Bwana, weka mbali na watoto, na hii episode ya 15 recap movie na Paco Gang. Baada ya huyu jamaa Albert kuingia msituni na kuweza kufikiria mawazo mabaya ya kumfanya kibaya yule mzee, sasa tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi kwa episode ya 15 inatufungua kwa hili tukio. Kumbe huyu mzee hakufa. Kwa bwana Albert linakuwa ni tukio ambalo hakuamini. So tunarudi mbele, lakini pia ndugu mtazamaji, tuweze kurudi na nyuma, kwa sababu tunaangalia kabisa haya matukio yanazidi kupamba moto ndani ya msitu. Na hii episode ya 15 moja kwa moja tumeweza kuangalia kwa kubwa zaidi, kwa sababu alionyo tu na kuambiwa asivute sigara, kwa sababu sigara ni hatari kwa afya yake. Lakini sasa kwa bwana Albert akawa ni mtu ambaye anajiuliza maswali mengi sana kulingana na hiki kitu ambacho alikuwa hakifikirii kabisa, kwamba kwa sababu yeye alijua kwamba huyu mzee atakuwa amemaliza kwenye kile kitendo ambacho alimuua kabisa kwa mikono yake mwenyewe. Lakini tunaweza kuangalia sasa ameweza kumtokea na kumuonya kwamba asiendelee kuvuta sigara kwa sababu ni hatari kwa afya yake. So maswali mengi sana kwenye kichwa cha bwana Albert yanamzunguka sana. Lakini pia tunaingia msituni, na ile ni tukio jingine ambalo limesheheni kwa kubwa kabisa katika episode hii ya 15. Mazungumzo makali kabisa kwa bwana huyu ambaye ni bwana Rach pamoja na mwanadada mmoja katika msitu huu. Hivyo tunaweza kuangalia kama hawa ni walinzi, lakini pia kija kujadili yale yaliyojiri ndani ya msitu, na akiweza kudai kwamba bwana Rach kuwa anakuwa anaota ndoto za ajabu, haelewi mara msitu unaharibika. Je, pengine ni hawa watu ambao wameingia ndani ya msitu na wanafanya mambo ya kijinga na kipuuzi, kwa sababu mpaka sasa hivi tunaweza kuangalia kwa bwana Rax na Rumi hawapo na wameweza kumezwa na msitu. So kwa hama matukio yanaweza kuongezeka zaidi na zaidi. Pia tunaweza kuangalia hivi vinaweza vikatokea sasa, kama ni ndoto hizo anazokuwa anaota huyu mzee, hivyo zinaweza zikatokea kabisa. So tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi alikapi yetu kabisa, tunaweza kudadafua. Lakini pia wakaweza kuongelea swala la kale katoto ambako ni kijani. Tumekamisi jamani, kale katoto na kama umekamisi comment hapo, tutajiwa kwamba kweli umekamisi. So huyu mzee anaweza kusema kwamba uji wake unakuwa kuchanganya. Je, umekafungulia kule? Lakini pia huyu mwanadada anasema hapana. So tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi. Hiki ni tukio lingine pia kwa bwana huyu anaweza kuwaza zaidi na zaidi, kwa sababu hakutarajia hichi kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ndani ya msitu na katoto. Tumeweza kusikia kwenye episode hii wanamuita Mwika, maana yake ni mtoto ambaye ni kama ana kitengo fulani katika himaya hii ya misitu. So tunaweza kuangalia kabisa kwa kubwa zaidi. Lakini pia mwanadada akasema kwamba ataenda kwa malikia wa msitu aweze kumweleza hili. Je, Mwika ameweza kumfungulia ndani ya msitu ama la? Lakini pia tunaangalia kwa kubwa zaidi, kwa sababu matukio haya pengine ni viashiria vibaya kabisa ndani ya msitu. Hivyo tunaweza kuona kabisa wanaweza kukaa makini zaidi, kwa sababu episode zijazo pia zitakuwa na matukio makubwa zaidi na zaidi. Tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi. Lakini pia tumeweza kuona katika episode ya 14 kuwa kuna wasanii watakuja kutoka mjini tena, wanawaletwa na mkurugenzi. Jamani, wengi tuna shauku la kumuona mkurugenzi ambaye ni mkurugenzi wao. Lakini pia tuna shauku la kuona hawa wasanii wanaokuja watakuwa ni wasanii wapi. Pengine tukaletewa vichwa maji zaidi ya hawa, au tukaletewa nani, au Albert atakuwa ni yumo na mwingine, kwa sababu huyu mabangi masigara ni yeye, pengine akapata company ndo akaongeza hivi vitu. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi ndani ya msitu, na hii ni episode ya 15. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike video hii jamani, kutupa support, maana nyinyi ni watu wa nguvu sana. Kuipa support na ipa film Paco Gang account yangu hii YouTube, usisahau pia. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi, kwa sababu haya matukio yameweza kusheheni kwa kubwa zaidi, na episode ya 15 imekuwa ni matukio ambayo sio matukio makali, lakini ni matukio ambayo yanafikirika na yanaeleweka kwa kubwa zaidi. Kwa bwana Albert sasa, yeye alikuwa ni mtu ambaye tayari ameshakwisha kabisa kuchoka, kwa sababu kile alichokuwa anakifanya kule, maana yake alikuwa anafanya kama anajipotezea muda, hivyo anajilaumu kwa kile alichokifanya. Lakini tunasemaga kwamba mwenye athiri haachi athiri yake. So tunaweza tukasema kwamba Albert ni kichwa maji kweli kweli. Tukio hili kwake anaweza kusema ni kwamba halijaisha mpaka liishe. Ataamua kwamba kuna vitu vingapi, na hivyo akachukua maamuzi ya kwenda tena kwa yule mzee kuangalia sasa kama kweli huyu mzee nimemuoa, kwa nini tena hiki kitu kimeweza kunitokea hapa, maana yake sijamuoa, ngoja nikahakikishe. Kabeba jukumu tena la kwenda kuhakikisha na kumwambia kwamba amueleweshe juu ya misitu na nini na nini na nini, yani taratibu zote. So kwa bwana Albert tunaona kabisa kwamba haelewi kipindi, kwa sababu
Hata mara ya kwanza alikuja kwa huyu mzee, amerudi tena kwa huyu mzee kuhakikisha, lakini pia ameweza tena kumshawishi aende msituni ampeleke. So hicho kitu penyewe kwa bwana huyu ambaye ni msitu mlinzi alikataa kabisa kwamba hawezi akafanya hicho kitu, kwa sababu tunaweza kuona huyu mzee anacheka sana na kumwambia Albert hamwezi kwa chochote, kwa sababu yani kila kitu. Pengine hata ule muda alikuwa anaua mtu mwingine, tunakajua anaua nani, anaua huyu mzee. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi kwa bwana Albert. Sasa alitoka kule amechoka zaidi, kwa sababu mzee alikataa, hawezi kwenda kule. So akipata muda pengine atampeleka, lakini pia anajua kabisa kwamba nitakuwa nimekamilisha nini. Lakini pia anajua kabisa kwamba hiki kitu kama vile mazingaombo hivi, na maana haamini. Sasa kama plan B imefeli, sasa anakuja na plan C. Jamani, sio plan C itakuaje? Kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni mtu wa kuharibu, pengine hili linaweza likawa tatizo. Lakini pia tunamuonya kwa sababu haya matukio ambayo anayafanya pengine kwake sio mazuri, anaweza akaja kumharibia kabisa, na anaweza akaja kugharimu maisha yake. Hivyo inabidi awe makini sana bwana Albert. Lakini pia kama unamuomba, unamsihi, unaweza kumshauri kitu, usahau kucomment hapo. Sisi tutasoma na tutaelewa changamoto, tutaelewa madhaifu, pia tutaelewa mnataka nini mashabiki zetu. Moja kwa moja ilikuwa ni usiku sasa, baada ya mzunguko wote ule. Tunaweza kuangalia episode ya 14 alivyoweza kuwa, lakini hakuambia wenzake. Lakini pia tunarudi tena kwenye kikao hiki, ni kikao cha usiku sasa, baada ya kueleza kwamba mkurugenzi amesema ataleta wasanii, atakuja na pesa nimetumiwa, kwa hiyo kama ni kuendelea kula tutaendelea kula, hatutojali chochote. Hivyo hawa wenzake na wenyewe kutoka swala la kumuuliza. Lakini pia kitu ambacho kimemkera sana bwana Albert ni kutokuwepo, lakini pia huyu ambaye ni location manager kuanza kuingilia majukumu ambayo majukumu yalikuwa hamuhusu. Je, ina maana hii ni bifu ambayo haitaisha muda, maana yake itaendelea. So kwa bwana Albert ni mtu ambaye amekasirika. Sasa kwa nini uwafundishe na mjifanye mnafundisha mazoezi na kujisimamia wakati mimi sipo, hali ya kuwa mimi ndo mwalimu? Ina maana tayari kuna watu tayari imeshaanza kujimilikisha majukumu. Manake kitu na kenyewe kikamkela sana bwana Albert ndani ya msitu. So usisahau kusubscribe, turn on notification jamani, kutupa kampani kubwa sana ndani na Hyper Film. So tunaweza kuangalia kabisa tukio hili ni tukio ambalo litaenda kufungia episode, lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi, kwa sababu episode ijayo pengine inaweza kufungua na wageni. Je, hao wageni watakuwaje? Maswali mengi zaidi kwenye vichwa chetu, tunaenda kujiuliza zaidi kabisa vichwa chetu. Tutaenda kuangazia zaidi haya maswali ambayo tunaenda kujiuliza zaidi. Moja kwa moja tunaweza kuangalia kwa kubwa zaidi episode ijayo itakuwa na matukio gani jamani. Usisahau kusubscribe, turn on notification. Tunapenda sana mashabiki zetu, na hii episode ya 15 recap movie. Je, episode 16 itakujaje? Usisahau jamani kutufuatilia na kufuatilia episode ijayo Msitu episode ya 16. Tunawapenda sana, msisahau kusubscribe na turn on notification.